Unakuta mtu anamwalika mwenzake. Sio kwa nia mbaya, hapana, bali ni kwa nia nzuri. Lakini mwalikwa ambaye atakaye kuja sasa nyumbani kwa huyo mtu, unakuta akuji kwa sababu, bali anakuja kwa sababu zake mwenyewe. Anakuja kuangalia nyumba ya mwenzake, anakuja kuangalia maisha ya mwenzake, anakuja kuangalia mwenzake anaishi maisha gani, na hiyo sio hali ya upendo, ndugu zangu. Mwenzako kama anakupa upendo wa kukupa nafasi ya wewe kufika nyumbani kwake, akuchukii, hapana, bali anakupenda. Sasa wewe nawe pia onesha upendo kwa mwenzako. Acha kuonesha hali za chuki. Unakuja kubeba vitu vya ndani ya mwenzako, unakuwa naenda napeleka nje. Na hiyo sio maisha, hapana. Bali ndugu zangu, tupendane. Tuwe na upendo, tuwe na nia moja, tushirikiane sisi kwa sisi. Sisi wote ni watu wa mtu mmoja. Unakuta mtu anakosa kumsaidia mwenzake. Ndugu zangu, tunaenda wapi? Tuangalie tulipotoka ni wapi. Chunguza maisha yako, kaka yangu, dada yangu, mama yangu, chunguza maisha yako. Kama una mtu ambaye haujawahi kuongea naye, aidha amuongei naye kwa sababu ya kisa zenu fulani, ndugu yangu, na kuomba tengeneza maisha yako na mwenzako. Tengeneza maisha yako na Mungu wako. Fikiria leo mpaka muda kama na unapata nafasi ya kuongea, ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Sio mapenzi ya mwanadamu, hapana. Mungu anakupa nafasi ya kutengeneza maisha yako. Mungu anakupa nafasi ya kuwa na upendo na ndugu yako. Lakini unakosa kutumikisha nafasi hiyo. Fikiria ni mangapi ambayo Mungu amekwenda kukutendea. Kwa nini unakosa kumtendea na mwenzako? Ndugu zangu, tupendane. Tuachane na chuki. Toa chuki ndani ya moyo wako, kwa maana chuki haiwezi ikaleta kitu mbeleni. Hakuna ajuae mwisho wake, hapana. Hakuna. Si mimi, si wewe, hakuna ajuae kesho yake, kwa sababu kesho ni fumbo. Tufikirie tunatoka wapi na tunakwenda wapi. Angalia umeanguka wapi ili tena ukasimame, ndugu yangu. Usifikirie kuwa kwenda kutengeneza maisha na mwenzako eti kuwa mwenzako atakwenda kukudharau. Hapana, sio hivyo. Mungu na hawezi akakudharau, kwa maana Mungu anajua kuwa umefanya kitu kizuri. Uwe umekosewa, aidha ni wewe ndiye ambaye uliyemkosea ndugu yako, mfuate ndugu yako, mkatengeneze maisha yenu, muishi tu kwa amani, muishi kwa upendo. Onesha ndugu yako upendo. Na kuna Wakristo wengine ambao wanakwenda makanisani kila siku ya Mungu na wachelewi kanisani. Lakini unakuta wanakwenda kanisani na huku hawaongee na dada zao nyumbani, hawaongee na mama zao nyumbani, hawako sawa na familia, aidha hawako sawa na wengine nje. Nao sio upendo. Tunaenda kumdanganya Mungu. Inabidi tupendane. Tuoneshe upendo kama jinsi Mungu anavyotuonesha sisi upendo. Mungu anatupenda sana. Inatupasa sisi nasi pia tupendane kama jinsi Mungu alivyotupenda sisi. Angalia muda kama nao, ndugu yangu, tumepata neema hii. Sote tuko salama. Sote tungali hai. Unakosa kufikiria upendo ambao Mungu amekwenda kukuonesha na mkutendea mambo makubwa sana katika maisha yako. Unakosa kufikiria mara tatu kuwa kwa nini Mungu alianza kutupenda sisi? Kwa nini sisi nasi pia tusipendane? Kwa nini nikae tu na chuki ndani ya moyo wangu? Kwa nini niishi maisha ya kujifinya, maisha ya kukosa raha? Kwa sababu mtu kama yuko na chuki ndani ya moyo wake, anakosa raha maisha yake. Hawezi akapata raha. Na ni mtu wa kujihisi muda wote.
Hata akiona watu wanakaa wawili, anakuwa mtu wa kujihisi eti labda wale watu ambao wako pale na wananisema mimi. Hapana, hiyo sio maisha ya kuishi mwanadamu. Usikuwe mtu wa kumsemea mwenzako mabaya, aidha kumzingishia mwenzako. Ndugu yangu, hakuna dhambi ndogo hapa chini ya jua. Hakuna dhambi ndogo. Kwa Mungu zote ziko sawa sawa. Sasa inatubidi ndugu yangu, tumepewa nafasi ya kutengeneza maisha yetu. Umepewa nafasi ya kutengeneza maisha yako na ndugu yako. Kuwa na upendo na ndugu yako. Kama hauna upendo na familia yako, kwa sababu hata sasa hivi kuna mafamilia mengine hayako sawa. Unakuta mtu anakosa kushirikiana na ndugu yake. Mtu anakosa kuongea na kaka yake na dada yake. Na anaenda kanisani kila siku na anasoma Biblia na anahubiria watu wengine mitandaoni eti tuwe na upendo, na wakati yeye mwenyewe aishi yale maisha ambayo anayohubiria watu wengine. Wakristo tunaenda wapi? Tujiangalie ndugu zangu. Kuna wapasta, kuna waimbaji, kuna sisi wayumbe. Sisi ambao tunajiita eti kuwa sisi ni wayumbe. Tunaenda kila siku ibadani, tunaenda kumaombi, tunakuwa tunahubiria watu mitandaoni, na huku matendo yetu hayaoneshi kama gisi tunavyohubiria watu wengine. Hapana. Tuwe tunaishi yale ambao tunayowasomea watu wengine, kwa sababu hii ni ibada. Tujifunze ndugu zangu kutoka kwa baba yetu kutoka mbinguni. Mungu hakuishi maisha ya kufeki na hajawahi kuishi maisha ya kufeki. Sasa kuna watu wanaishi maisha ya kufeki. Unakuta anakesha usiku eko nahubiria watu, mwache dhambi, mwache hivi. Anatukana watu wengine kwenye mitandao. Akiona mtu haiko sawa kwenye mitandao anaanza kumtukana. Huo sio upendo. Tunadanganyana. Tuwe na upendo. Ukiona mwenzako anakosea, mfuate mwenzako. Tengeneza na mwenzako, mshauri mwenzako, mwambie kosa lake ili apate kutambua kosa lake. Hakuna mwanadamu aliyekamilika hapa chini ya jua. Hapana. Ukiona mimi ninakosa, ndugu yangu, nifuate kuliko kuwa nanisemea nje. Huo sio upendo. Hapana. Unakuwa unanitukana mitandaoni, huo sio upendo. Ndugu yangu, tuangalie tunatoka wapi na tunakwenda wapi. Neno hili nalipendaga sana kuliongea. Tuangalie tunatoka wapi na tunakwenda wapi. Kwa maana tunazidi kusonga mbele. Sawa na miaka gisi inavyokwenda mbele, ndivyo sisi nasi pia tunazidi kusonga mbele. Sasa tuangalie mbeleni huko ambapo tuko tunaenda, kuko haje, aiza tunapasha kuishije katika maisha yetu. Tuwe na upendo ndugu zangu. Ondoa chuki ndani ya moyo wako. Kama ulikuwa na chuki na mimi ndugu yangu, aiza labda kuna jambo ambalo niliwahi kukutendea maisha yako, mimi ningeomba unisamehe. Na tusameane tu. Kwa maana mimi ni mwanadamu, sikamiliki. Ukiona mwanadamu anasema eti kuwa mimi sina dhambi na mtu, huyo anajidanganya. Sasa inabidi tuwe tunasomea watu yale ambayo sisi wenyewe kwanza tunayaishi. Bali sema kuwa ibada njema huanzia nyumbani. Hauwezi enda kuanza ibada njema nje na wakati ndani ya nyumba yako kuna shida. Hapana. Na kutengeneza maisha yako na ndugu yako. Hapana. Hiyo haiwezi ikawezekana. Mimi hata kaka yangu, dada yangu, mama yangu nimemkosea, neno msamaha ndugu yangu sio rahisi kulitamka. Sio rahisi. Lakini kuna wale ambao wanasema neno msamaha lakini hawamaanishi msamaha ambao wanaouomba. Sasa Mungu sio mnafiki. Hauwezi ukamdanganya Mungu ndugu yangu. Tunasema kuwa tunamtumikia Mungu, tumtumikie Mungu kwa haki na kweli. Na tuwe wa kweli mbele za Mungu. Kwa maana Mungu ni mtu ambaye yani akisema kitu lazima kile kitu na kitatimia. Sasa tujifunze kutoka kwa baba yetu. Tusiishi maisha ya ufeki. Hapana. Tusifeki maisha ndugu zangu. Kama umeona kuwa wewe una chuki na mtu, aiza mwenzako, aiza muombaji mwenzako, pasta mwenzako, fata ndugu yako, mutengeneze na maisha mengine yaishe.
Sio wewe leo unakwenda kuchambana na mtu, aidha unamtukana mtu, unakuwa mtu mwenye kumpandia mwenzako kwenye mitandao, unaanza kumtukana mwenzako. Sio upendo ndugu zangu. Na mwenzako akikosea mwambie, usimpandie kwenye mitandao. Acha kumpandia mwenzako kwenye mitandao, unaanza kumtukana mwenzako, unaanza kumsengenya mwenzako vibaya. Maisha yako tu ni maisha ya kuanza kumsema mtu, au lali kwa ajili ya maisha ya mtu mwingine. Hiyo sio upendo, na hiyo sio maisha ya mwanadamu kuishi. Tukumbuke kuwa sote tunapita, na ya duniani yanapita, lakini ya Mungu hayawezi yakapita. Tusijidanganye ndugu zangu. Tusijidanganye ndugu zangu, na waomba sana na wasi sana. Tupendane, tuondoe chuki ndani ya mioyo yetu. Tuwe na ushirika, tushirikiane. Hata mimi kama ninakosa nawe ndugu yangu, mimi naomba tu utanisamea. Tuishi maisha matakatifu. Baba yetu ni mtakatifu, kwa hiyo tuishi maisha matakatifu. Wewe muombaji na wewe pasta ambaye unaishi maisha ya kufuatilia pasta mwenzako, unafuatilia maisha ya mtoto wa mwenzako, ndugu yangu, jifunze kitu. Kwa nini Mungu afuatilie maisha ya mtu mwingine? Mungu ni mtu ambaye anatuwazia mema muda wote. Sio kwamba haya maisha ambayo sisi tunayoyaishi au kuanza kuwazia wenzetu mabaya. Hapana. Jifunze kwanza kwa baba yako. Unasoma Biblia kila siku, unaenda kanisani, unaenda uhubiriwa. Inabidi tuwe tunajifunza na tuwe tunabadilika maisha yetu. Tunahubiriwa leo kanisani kuwa tupendane, aidha tuwe na umoja, tuwe na ushirika. Unakuja nyumbani ni bure tu, kisha unapanda mitandaoni. Wewe kama wewe unaweza enda kuhubiria watu kuwa acheni dhambi, na wakati wewe mwenyewe ungali mtenda dhambi. Kwa nini? Ndugu zangu, tuishi maisha matakatifu. Na kitu ambacho mimi nawasihi sana na naomba sana waombaji wenzangu, Wakristo wenzangu, tuwe watu wenye kuwa na nia moja. Tuwe watu wenye kuwa na upendo. Acha kuchukia mwenzako. Sote ni watoto wa mtu mmoja, na sote tunapita ndugu yangu. Hakuna ambaye ataishi milele hapa chini ya jua. Hapana. Ya duniani yanapita, lakini ya Mungu hayawezi yakapita hata siku moja. Kwa hiyo tupendane ndugu zangu, tuwe na umoja. Ukinichukia mimi leo, nikipata shida, hauwezi hata kanisaidia. Lakini kama una chuki ndani ya moyo wako, utafungua na utanisaidia. Aidha hata kama sio mimi, hata mtoto wangu. Ndio upendo. Kwa hiyo tuishi kwa amani ndugu zangu. Tuishi kwa amani, kaka yangu, dada yangu, mama yangu. Tupendane, tuondoe chuki ndani ya mioyo yetu. Ondoa wivu ndani ya moyo wako. Ondoa fitna ndani yako. Acha kuishi maisha ya kudanganya watu wengine. Unakuta mtu anavaa suti, anatoka eti kuwa huyu kweli eko hivi, kumbe ni bure. Ndugu zangu, tuache kudanganyana. Tuache kuishi maisha ya fake. Hapana. Unakuwa wewe ni pasta, wewe ni muombaji, unaomba kila siku, kila saa unaomba, unakesha uko naomba. Au jifikirii kwanza eti kuwa niko naomba lakini niko na shida na mwenzangu. Siongei na rafiki yangu, aidha siongei na muombaji mwenzangu. Hivi kabisa fulani nakupata shida na mimi niko kweli? Sijibu inasema hapana. Lakini kwa sababu unafunga moyo wako, haupendi kuwa na upendo na mwenzako, na ndio kwa maana unashinda kumsaidia rafiki yako, aidha ndugu yako. Sote ni watoto wa mtu mmoja. Tupendane ndugu zangu, kwa maana ukikuwa na upendo ndani yako, na Mungu pia atakaa ndani yako. Hatuwezi kuwa watu wenye kumpenda Mungu huyo wa mbinguni, na wakati sisi wenyewe kwanza hatuna upendo. Tunajidanganya. Tunaweza tukaomba tunakesha usiku na mchana, lakini Mungu akiangalia moyo wako, hauna upendo, uko na chuki, hawezi akajibu mahitaji yako. Kwa ndugu zangu, tupendane. Tufungue mioyo yetu. Tufungue mioyo yetu.
Tuwe huru na maisha yetu ambayo, yani tuenjoy kwanza na hii nafasi ambayo tumepewa kwanza na Mungu. Kuna wenzetu sasa hivi wengine wameshageuziwa majira, wengine wako hospitalini, wanakosa hata ule muda wa kuomba. Lakini wewe umepata muda wa kumshukuru Mungu na kuomba, lakini haufanyizii kazi muda huo. Umepata nafasi ya kutengeneza maisha yako na ndugu yako, lakini haupati muda kama na huo. Ndugu zangu, tuangalie tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Mimi nimeanza leo. Kama kuna yeyote ambaye nina chuki naye, aidha tuliwahi kukoseana, ndugu zangu, naomba mtanisamea. Tuishi maisha matakatifu kama gisi baba yetu alivyokuwa mtakatifu. Mimi sipendagi kuishi na kinyongo ndani ya moyo wangu. Hapana. Mimi siko mtu wa hivyo. Hata ukinizingishia, nitasema na wewe tu. Sio kwa unafiki, hapana. Bali nitasema na wewe kwa sababu namwachia Mungu kila kitu, kwa maana ajuaye kweli ya mtu ni Mungu peke yake. Kwa ndugu zangu, tupendane. Sio kana kwamba eti kuwa mimi nawachukia, hapana. Wanaoniteta, wanaonisema vibaya, si wachuki bali nawapenda. Kwa maana wao pia ni ndugu zangu. Si wachuki. Wanaonifikiria mabaya si wachuki bali nawapenda sana. Kwa ndugu zangu, tuwe na upendo, tuwe na ushirika kama gisi baba yetu kama gisi alivyotupenda sisi. Sio sisi ambao tulianza kumpenda Mungu, bali ni Mungu ndiye aliyeanza kutupenda. Angalia madhaifu yetu, angalia tabia zetu, angalia maisha yetu, lakini Mungu anatupenda sana. Hivyo sisi nasi ndugu zangu, tujifunze kutoka kwa baba yetu. Tupendane, tuwe na ushirika, tuwe na umoja. Mwenzako akipata shida ni shida yako. Mfano shida yangu mimi ni shida yako ndugu yangu, kwa maana wewe ni ndugu yangu. Sote ni watu wa mtu mmoja, sote tunamuomba baba umoja. Sio wawili, hapana, Mungu ni mmoja tu, hakuna mwingine. Kwa ndugu zangu, tupendane, tuwe na ushirika, tuwe na umoja, na Mungu aweze kuwabariki. Amen.